Yesu Kristo na asifiwe sana, na jina lake Bwana Yesu liendelee kutukuzwa sana na milele yote. Ninakusalimu katika hilo jina na kukaribisha huku nikiendelea kukupa hongera na ukapate kuwa na Pasaka nzuri ya baraka ya furaha kabisa katika jina la Yesu, na ukamalize kwa rezma hii katika nguvu zake na katika ufunuo mpana mkubwa. Jambo la msingi ni kupata ufunuo katika kwa rezma, na ambapo tutazidi kubarikiwa. Mungu akutunze. Pole katika changamoto mbalimbali ambazo umekuwa nazo. Pole kwa yote kwa siku hii ya leo, wakati wowote, lakini Mungu aendelee kukupa neema yake, ukawe na mwezi wa 4 uliojaa baraka na nguvu na ushindi katika jina la Yesu. Nafurahi kuja kwako tena kwa neno la Mungu na kukutakia kubarikiwa zaidi katika jina la Yesu Kristo. Karibu tuombe, tusikie neno lenye uzima liponyalo. Mungu mkuu, Mungu mfalme, Mungu mtakatifu, Mungu uliye Baba na Bwana, Mungu uliye na neema na rehema, Mungu uliye muweza na mwenye nguvu, ninasema asante kwa uweza wako wa nguvu, asante kwa pendo lako, asante kwa fadhili zako, asante kwa rehema na neema. Ninakushukuru Baba utupendaye, unayetupa kushangilia, kukaa katika ushindi na nguvu. Asante kwa mapenzi yako yaliyo mema. Tawala sasa Baba, madhabahu yako hii ikawape watu kujazwa uzima, baraka na nguvu na kushangilizwa katika jina la Yesu Kristo, Mungu tupendaye na kutuponya kwa utukufu wa jina lako. Damu yako Yesu naomba ikanene, ikabariki na kutakasa. Amina. Mungu wa baraka kubariki, na tuendelee na tafakari juu ya baraka zilizopo katika kusamehe, baraka zilizopo na mafanikio makubwa yaliyopo katika kusamehe waliokukosea, baraka zilizopo na ufunuo uliopo katika kusamehe waliokukosea. Ziko baraka nyingi, na kinyume chake kuna laana, mikosi na kushindwa kufanikiwa. Mungu wa neema akupe neema. Roho Mtakatifu akuongoze sasa katika kutafakari ujumbe wa neno lake ili takatifu. Katika Kwaresma hii, hakikisha unaimaliza basi ukiwa umeelewa vizuri juu ya jambo hili la msamaha, kusamehe, na kwamba katika kusamehe kuna baraka tele. Ziko baraka nyingi na mafanikio makubwa. Na nianze kusoma kutoka kwenye Zaburi, alafu baadaye nitakwenda katika eneo la Mathayo, lakini pia Yohana, kwenye Luka, tutasoma kwenye Luka na mahali penginepo. Sura hii ya 86, Zaburi ya 86, nasoma mstari ule wa 5. Anasema, kwa maana wewe Bwana u mwema, umekuwa tayari kusamehe na mwingi wa fadhili kwa watu wote wakuitao. Kwa watu wote wakuitao. Amen. Ujumbe huu ngoja nisome kidogo na kule kwenye Yohana ili uanze kupata ufunuo kwenye Luka mtakatifu sura ile ya 23, mstari ule wa 34. Luka 23:34, alafu nitarudi kwenye Zaburi. Anasema hivi: Yesu akasema, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Wakagawa mavazi yake wakipiga kura. Wakagawa mavazi yake wakipiga kura. Haya, turudi kwenye Zaburi. Anasema kwenye Zaburi anatuambia, kwa maana wewe Bwana u mwema, umekuwa tayari kusamehe na mwingi wa fadhili kwa watu wote wakuitao. Mungu ana fadhili na rehema, na anaposamehe fadhili zinapatikana, rehema zinapatikana. Hizo ni faida na hizo ni baraka tayari utakaanza kuziona hapo, kwamba Mungu kwanza ni mwema. Mungu ni mwema.
na yuko tayari kusamehe. Lakini anaposamehe, baada ya kusamehe, kinachokuja ni wingi wa fadhili, na ndani yake kwenye kufadhiliwa kuna udhamini, kuna baraka, mambo makubwa mengi. Kwa hivyo hapo linatangazwa neno juu ya kusamehe. Mungu mwenyewe ni mwenye kusamehe, tena anasema ni mwingi wa fadhili kwa wote wakuitao. Umekuwa tayari kusamehe. Mungu yuko tayari kusamehe, na kama yuko tayari kusamehe, anafanya haya yote. Hii ni fundisho kwetu, hii ni ufunuo kwetu, lakini hii inatusaidia sisi kujua kama Baba yetu wa mbinguni yuko tayari kusamehe, sisi inatupasa nini? Wewe na mimi inatupasaje? Ikiwa yeye yuko tayari sasa kusamehe, sasa mimi na wewe tufanyeje? Kama sio kufanya hayo, kama sio kufuata njia hiyo, kama sio kutimiza mapenzi hayo. Eneo hili la kusamehe ni eneo linaweza kuonekana dogo, lakini ni kubwa na limebeba baraka kubwa na mambo makubwa, au limebeba laana kwa mtu atakayeenda kinyume nalo. Kwa hiyo hapa kuna jambo moja kubwa sana, kuna baraka kubwa nyingi hapa, kuna mambo makubwa mazuri hapa sana, kwamba kwanza Mungu yuko tayari kusamehe, yaani ametutangazia, na ndio sababu msalabani, pale msalabani, na hata unaona jambo lingine linatokea, na hata mwizi anasamehewa pale msalabani, pale hakuhesabiwa kwamba vipi na kile, hapo alifutiwa dhambi zake, akaingizwa mbinguni kwenye ufalme wa Mungu kama Yesu alivyosema pale. Sasa anasema Mungu amekuwa tayari kusamehe. Kwa hiyo Mungu yuko tayari kusamehe, tena amekuwa na fadhili nyingi katika kusamehe kwake, na ni kwa watu wote wanaomuita, kwa watu wote wakuitao, wote wamuitao Bwana, wote wamuombao Bwana, wote wamtazamao Bwana, wote yeye amekuwa tayari kuwasamehe, tayari kuwahurumia. Yeye yuko tayari. Wewe na mimi je? Ikoje? Shalom sana, haleluya. Nataka tuone jambo hili muhimu sana juu ya kusamehe, na Mungu yuko tayari kusamehe, anasamehe wote. Kama tunasamehewa, lazima hiyo mbegu au hilo tunda au hilo jambo tulitende, lizaliwe kwetu. Chochote anachotupa Mungu, lengo lake ni kuzaa. Hicho anachotuwekea ndani kipate kuzaa, kipate kuleta mafanikio, kipate kumletea Mungu utukufu, kimletee Baba wa mbinguni utukufu. Hatupati chochote alafu kibaki tu. Kumbuka yule aliyepewa talanta, mwingine 5, mwingine 2, mwingine 1, kwamba alikuja kudai faida, alikuja kudai matokeo. Lazima matokeo yanadaiwa, yatatakiwa. Matokeo yanatakiwa, au niseme matunda au mazao, uzalishaji. Mungu anataka aone uzalishaji unatokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye kusamehewa, uzalishaji, tendo la msalabani. Tunakwenda kwenye Luka sasa. Luka 30:23 anasema hivi, Yesu akasema, Baba uwasamehe. Ni tangazo la msalabani, anapotungikwa pale, alipoangikwa pale, aliposulubiwa pale, alipoumizwa pale, anatangaza msamaha. Anatangaza msamaha tu basi. Lengo ni kwamba sisi tuhurumiwe, lakini hilo analolifanya tujue, tutakapokutana na mazito magumu, yatupasa kutangaza msamaha. Kwa hiyo kwa rezma hii, neno hili ni mkubwa na muhimu sana. Eneo au alichokitamka Yesu msalabani, Baba uwasamehe, hawajui walitendalo. Hata yule aliyekutendea mabaya sana wewe, hakujua alilolitenda. Huyo sasa ambaye anaendelea kukufanyia hivyo, anakufanyia tena, unaona kabisa amekusudia, hajui analolitenda, hajui. Angekuwa anajua asingetenda. Angejua hasira ya Mungu, angejua ubaya ambao, matatizo ambayo atampata,
asingekufanyia hivyo. Hajui kilicho mbele. Kwa mtu anayemtendea mwenzake mabaya, hajui. Angejua asingefanya hivyo, angeacha haraka, akikimbia haraka. Hajui. Na Yesu anasema hawajui wanalolitenda. Baba, uwasamehe. Kwa nini? Kwa sababu hawajui wanalolitenda, hawajui wanalolifanya, hawajui hao wanaokutendea hivyo. Wewe ni lazima, mimi na wewe lazima tusamehe. Sasa hatulazimishwi na Mungu, lakini ili na sisi tusamehe, inatulazimu na sisi tusamehe. Na kwa sababu Mungu wetu ni mwenye tabia ya kusamehe, na sisi natupasa tuwe na tabia ile ile ya baba yetu, kusamehe. Haleluya. Tabia ile ile ya baba yetu ya kusamehe. Kama ambavyo tuna tabia ya upendo ya baba, tuna tabia ya utakatifu ya baba, Yesu alichotuletea lazima kifanyike. Yesu alituletea upendo, utakatifu, alituletea Roho Mtakatifu, sio roho mbaya, sio roho mbaya, alituletea mema, sio mabaya. Kwa hiyo lazima haya yazaliwe, lazima yafanyike, yaonekane tunayo, yapo kwetu, ili wengine wapate. Haleluya sana. Ili wengine wapokee, ili wengine wajazwe, ili wengine wafanikishwe, watendewe. Shalom milele na milele. Anasema Baba uwasamehe. Yesu anatangaza msamaha. Sasa kilichoendelea baada ya kusamehe msalabani, kinachoendelea pale, unaona hata mwizi anatangaziwa msamaha. Haya, unaona yanayokuja kutokea, miujiza ikatokea hapo, mpaka wakaanza kusema kumbe alikuwa mwana wa Mungu kweli. Wakakubali waliokuwa wamepinga na kukataa kwa hasira zote. Haya, kinachoendelea hapo, inakuja nguvu ya ukombozi na shetani anaharibiwa. Kwenye kusamehe ni silaha ya kumpiga shetani, ni silaha kwenye kusamehe. Kwenye kusamehe kunafanya mambo makubwa mno katika maisha yetu. Kunafanya mambo ya miujiza katika maisha yetu. Kunafanya mambo ya utukufu mkubwa katika maisha yetu, katika eneo la kusamehe. Haleluya. Haleluya. Yesu alipokwisha kusamehe, ukombozi umepatikana. Mambo makubwa yanatendeka. Tunapata nguvu. Alafu ufufuko unatokea. Nguvu ya ufufuko, kufufuliwa maisha yetu. Baada ya kusamehe, kwa matendo yalitendeka pale, na matetemeko na vitu vingine. Kuna mambo mengi yanayotokea ya kuwashangaza maadui. Waliokuwa wajui wakajua, waliokuwa waelewi wakaelewa. Sasa tunaanza kuziona baraka zaidi, mambo mazuri makubwa zaidi. Hebu tuende kule mbele tena tusome katika Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ile ya 7. Matendo ya Mitume sura ile ya 7. Hebu tuone baraka nyingi zinazopatikana na mambo makubwa yanayotokea kwa anayesamehe. Twende tuzione hizi habari za matendo kwenye habari ya Matendo ya Mitume sura ya 7. Nianzie mstari wa 54. Basi waliposikia maneno haya wakachomwa mioyo, wakamsagia meno. Mstari wa 55. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Haya, wakakasirika. Mstari wa 57 anasema wakapiga kelele, wakamrukia. Twende uelewe ni nani huyu. Mstari wa 59. Mstari wa 59. Wakampiga kwa mawe Stefano. Alikuwa ni Stefano huyu, naamini unakumbuka. Kama umesahau sasa unakumbuka. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Mstari wa 60. Akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana uwasamehe dhambi hii. Bwana usiwahesabie dhambi hii. Bwana usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya akalala. Na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Amina. Yametajwa mambo mazuri makubwa pale. Akauona utukufu wa Mungu
Na Yesu amesimama, akamwona Yesu mbinguni, akauona utukufu wa Mungu. Lakini anasema mbingu zikafunguka. Tazama mbingu. Akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu. Na nirudie pale kwenye mstari wa 55. Lakini akijaa Roho Mtakatifu, akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu, na Yesu amesimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Alafu anasema naona mbingu zimefunguka. Mstari wa 56. Mbingu zikamfungukia, akauona utukufu wa Mungu. La pili. La tatu, akamwona Yesu. Nataka nimwone Yesu. Nataka nimwone Yesu. Unataka kumwona Yesu? Samehe. Kwenye kutangaza msamaha unafungua, kuna mambo yanafunguka. Unataka mbingu zako zifunguke? Samehe kama hujasamehe. Unataka kumwona Yesu? Samehe. Unataka kuona utukufu wa Bwana Yesu, utukufu wa Muumba? Tunatakiwa kumbe tusamehe. Mimi na wewe, ili hayo tuyapate yatujirie, tunatakiwa kusamehe waliotukosea. Tunatakiwa kuwaachilia, tunatakiwa tuwasamehe waliotutenda mabaya. Tuwasamehe. Kwa sababu tumetendwa mabaya, na mabaya bado tutatendwa, yatakuja. Yako mbele yanakuja. Tujiandae kusamehe, tujiandae kuachilia. Bwana Yesu apewe sifa, apewe sifa, apewe sifa, apewe sifa. Apewe sifa, tukuzwe. Anasema mbingu zikamfungukia, akaona utukufu wa Bwana, akaomba, Baba wasamehe, Baba wasamehe. Mbingu zetu kumbe zitatufungukia na kuendelea kumwona Yesu, tutamwona na kupokea mibaraka. Kwa ziko baraka za namna hii katika kusamehe. Tuendelee kuwa watu wa kusameheana, kusamehe mke wako, kusamehe mume wako, kusamehe watoto wako, kusamehe wazazi wako, kusamehe ndugu zako, kusamehe kote, popote, ofisini, kazini, kanisani, popote. Samehe, kwa sababu kwenye kusamehe tunaletewa kufunguliwa. Mbingu zinafunguka na mambo makubwa yanakwenda kutendeka kwenye maisha yetu. Mambo makubwa, mazuri, mema yanakwenda kutimizika kwenye maisha yetu kwa sababu ya kule kusamehe. Kwa sababu ya kule kusamehe. Kwa kule kusamehe, Bwana anatufunulia, Bwana anatuangazia, Bwana anatuangazia, Bwana anajifunua kwetu. Mbingu zako zitafunguka mpendwa, unaposamehe. Mbingu zako zitakuwa wazi unaposamehe, na Yesu utamwona unaposamehe. Kumwona Yesu, kuna mambo utayaona yanatendeka kwenye maisha yako. Kuna namna utasikia, kuna vitu vitatendeka. Unajua Yesu, kuna namna utashinda. Yesu anaonekana mpendwa. Yesu anaonekana. Lakini pia utukufu wa Bwana. Lakini pia kufungukiwa na mbingu, kuona utukufu wa Bwana, kujiliwa na utukufu wa Bwana. Tamani vitu hivyo. Hayo na mengine mengi yanakuja pale tunaposamehe. Kwa kutangaza msamaha, mbingu zinaruhusu mambo makubwa yafanyike. Mambo makubwa yatendeke. Mbingu zitaruhusu, mbingu zitaachilia. Yako mambo ya nguvu, ya baraka yataumbika, yatatokea, yatatendeka. Samehe, ziko baraka. Sikiliza nikwambie, Wakristo, nirudie kusema, kuna namna tumejifungia baraka, tumezuilia baraka. Kuna namna tumefanya Mungu asitende. Maana yake Mungu hawezi kutenda kwa mtu ambaye moyo umeshikilia, moyo haujafunguka. Mungu anataka tufungue kwanza ili aingie yeye afanye. Tufungue mlango wa moyo kwa kuwasamehe wengine ili Mungu aingie atende jambo. Kwa hiyo niseme kuna baraka nyingi watu hawajazipata ni kwa sababu ya kutokusameheana. Kuna nguvu za Mungu hazijaonekana kwenye ibada, kwenye kanisa, ni kwa sababu watu hawajasameheana. Mtumishi mwenyewe anaweza akawa hajamsamehe mtumishi mwenzake. Washarika na mtumishi, kuna mahali hapo hawajasameheana kati ya mtumishi na msharika pengine, au tu hapo washarika au kwa sharika hawajasameheana. Kuna vitu vingi, nguvu za Mungu zinashindwa kuonekana au haziachilii, kwa sababu Mungu haachilii tu ovyo ovyo vitu vyake. Mambo au baraka za Bwana anapoziachilia zinakuja mahali ambako pako pameandaliwa, mahali palipo sahihi, mahali palipo pa kipekee. Anazimimina baraka zake, anaruhusu ni baraka yake. Shalom, shalom, shalom. Haleluya.
Kwa hiyo umejichelewesha mwenyewe. Ikiwa hujasamehe unajichelewesha. Unapokataa kusamehe unajichelewesha, unajizuilia, unajifungia, unajiharibia. Tusiposamehe tunajiharibia wapendwa. Tusiposamehe tunajivurugia wenyewe. Tusamehe kwa sababu Yesu anasema katika Mathayo 6:14 na 15. Anasema basi nani msamehe ili Baba yenu wa mbinguni awasamehe. Basi anasema pia msiposamehe na Baba yenu wa mbinguni hatasamehe nyinyi. Hata wasamehe. Tunahitaji kusamehewa. Tunahitaji kusamehe. Unahitaji kusamehewa na Mungu. Unahitaji wewe kusamehe kwanza. Tengeneza mazingira kwanza. Mungu ameandaa baraka nyingi, lakini Mungu anataka tuone tumetengeneza mazingira kwanza ya kupokea kutoka kwake. Yaani moyo wetu ni mweupe, uko tayari, umeachilia, umesamehe. Roho wa neema kuchaze uweze kusamehe. Tunahitaji kusameheana. Pendwa, Stefano anapigwa mawe, amefanyiwa mabaya, na ni mtumishi wa Mungu kumbuka, lakini akawatangazia msamaha. Ndipo mbingu zinafungukia, ndipo anamuona Yesu na utukufu wa Bwana Yesu, utukufu wa kimbingu. Kwa hiyo yako mengi ambayo yataendelea kufanyika kwetu kwa tendo la msamaha, kwa tendo la kusamehe. Miujiza na ishara nyingi zinaenda kufanyika. Mambo makubwa yatatokea kwenye maisha yetu, kwenye maisha yako. Haleluya. Tunahitaji kusameheana ili tuendelee kuishi maisha ya furaha na amani. Tunahitaji kusamehe. Kwa kuna mtu anateseka moyoni, shida ni kutokusamehe. Kuna mtu baraka hazijaja, shida ni kutokusamehe. Kuna mtu hujapata watoto, hujapata kuolewa, mwenyewe hujasamehe bado yule kaka aliyekukosea au yule dada aliyekukosea kwenye uchumba. Umeshindwa kupokea kwa sababu hujaachilia. Hujafanikiwa ni kwa sababu kuna mahali umejifungia mlango. Sasa fungua sasa ili utoke na Yesu aje akuletee hizo baraka, mafanikio, watoto, amani. Kuna watu wanatembea na uchungu na mzigo mzito, ni kwa kutokusamehe. Ni kwa sababu ya kutokusamehe. Tukisamehe, Bwana anafanya makubwa. Bwana hutenda makubwa. Yeye amejaa uweza, amejaa utukufu na nguvu. Neema ya Mungu ikujilie na mimi nijie. Omba neema ya kusamehe wengine na kuachilia. Baba, nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Mungu, naomba mapenzi yako yatimizwe kwetu. Tuzidi kufahamu, kujua, kutambua zaidi. Wewe ni Mungu unayetangaza kwamba uko tayari kutusamehe na umetusamehe mara nyingi. Lakini sisi kusamehe mara moja tu, kidogo tu, inatuwia ngumu. Tusamehe kwa kutokusamehe Mungu. Tusamehe kwa kutokusamehe Bwana Yesu. Tusamehe kwa kutokusamehe wenzetu Bwana Yesu. Msamehe yule kaka na yule dada kwa kutokusamehe. Msamehe yule mwanandoa kwa kutokusamehe. Tuhurumie Bwana kwa kutokuhurumia wengine. Turehemu Bwana kwa sababu hatujarehemu wengine. Tuangalie kwa fadhili zako kwa kuwa hatujatenda ulivyotuagiza. Yesu umesema kwamba tusamehe ili na sisi tupate kusamehewa. Katika Mathayo sura ile ya 6. Yesu, asante kwamba neema yako ni kuu. Mathayo 6:14 na 15. Umesema tukiwasamehe watu makosa yao na Baba yetu wa mbinguni hatatusamehe. Ninaomba nguvu ya msalaba ambayo imetupatia ukombozi ikatujalie tuwe watu wanaosamehe, watu wanaoachilia wenzao, watu wasiowahesabia wenzao makosa. Naomba Mungu nguvu ya msamaha itujaze ili tukazipokee baraka zetu nyingi ambazo zipo kwa kusamehe. Pale mtu anaposamehe ziko baraka zinatokea, iko miujiza na mambo mengi yatatendeka. Nami Baba natangaza kuwasamehe wote ambao pengine nimesahau au ambao sasa watakuja mbele yangu au wa sasa, na watangazia wote kwamba Baba nimewasamehe. Nawe mwenyewe ndio mwenye hukumu upendavyo kwa kila mahali. Nami naomba fanya jambo jipya kwa huyu mtu anayekusikia. Ajaze moyo wa huruma na kusamehe, asamehe. Asibebe ndani ya moyo wake tena, asibebe watu tena, asitembee tena na namna ya kidunia na ya uovu. Ninaomba Mungu wangu na Baba yangu, ukaangaze nuru za uso wako, ukawafadhili watu wako, ukawajalie neema na rehema. Ewe Mungu uliyejaa neema na rehema,
katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninaomba Baba, mkono wako wenye nguvu na uweza ukayaguse maisha ya watoto wako, ukayaguse maisha ya watumishi wako. Watumishi kwa watumishi tusameane, wachungaji kwa wainjilisti, maaskofu na wainjilisti, wachungaji kwa wachungaji, manabii na mitume, walimu, maparishweka, watumishi wa Mungu wote, makatekista wote, Bwana, mapadri wote, nguvu ya msamaha tutawale, tusameane watumishi wako, watoto wako. Bwana, ponya walimu, watumishi wako, wasamehe. Yesu, utupe neema ya kusameheana. Yesu, tupe neema ya kusameheana, tupe kuneemeshwa nawe katika jina la Yesu. Naikemea roho ya kutokusamehe, naikemea roho ya kutokusamehe katika jina la Yesu. Kataa hiyo roho ya kutokusamehe wengine, ipinge kwa jina la Yesu, ikatae katika jina la Yesu. Bwana Yesu akushibishe wema. Baba, asante kwa pendo lako lililokuu. Naomba yaguse maisha ya watu wako. Wengine wana magonjwa kwa sababu ya kutokusamehe, wengine wameshikilia na wameumizwa na uchungu na mateso kwa sababu ya kutokusamehe. Naomba ponya moyo wake sasa, pate kusamehe, uachilie, kwa sababu haifaidi lolote. Kwa njia zote, kwa damu yako Yesu, ninaomba utakaso wa damu yako kwa mtu huyo anayenisikia sasa. Rehema na neema zako zimfunike, zimjaze sasa, zimfunike, zimjaze sasa, zimfunike, aokolewe, akatengwe mbali na makosa na dhambi na kutokusamehe, kukaachilie mioyo ya watu wako na nafsi za watu wako na fahamu za watu wako. Baba, wewe uliyejaa huruma na rehema, ninaomba uponyaji kwa nafsi zetu, kwa maisha yetu. Gusa mtu huyu Bwana, gusa maisha yetu Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa wema wako, asante kwa rehema zako. Tujalie kusameheana, achilia nguvu ndani ya yule ambaye shetani amemfanya asitaki kusamehe. Shetani anadanganya watu kwamba wasisameheane. Shetani amekamata mioyo ya watu, hawataki kusameheana. Na ipige hiyo nguvu ya adui inayosababisha vijana kutokusameheana, wanandoa wanaacha kusameheana, na upige huo uwezo na uvuruga katika jina la Yesu. Utoke, uachie fahamu zao na mioyo yao, watu wapate kusameheana, watu wapate kuhurumiana, wanandoa na familia, wanaboma wote, watumishi kwenye kanisa, kwa damu ya Yesu. Baba, ponya, okoa kwa rehema na neema. Baba, ponya, inua, okoa kwa utukufu wa jina lako na sawasawa na mapenzi yako. Mungu wangu, mfalme takatifu, mtakatifu, mwenye nguvu na mwenye uweza, mwenye neema na rehema, mwenye pendo la milele, katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Asante Kristo wa Nazareti uliye hai, Mungu uliyejaa utukufu na nguvu, uliyejaa uweza na neema, utupendaye milele kwa uweza wa milele, katika jina la Yesu. Bwana Yesu akuponye nafsi yako, akupe uponyaji, akupe neema, akushibishe mema, akuondolee mateso na vifungo. Damu ya Yesu ikunenee uzima na ushindi sasa, kwa jina la Yesu. Wezeshwa, endelea kusamehe, baraka zako nyingi zipo. Mungu akufadhili, akutunze. Karibu sana, endelea kushiriki huduma hii kwa kushare na wengine, kwa kulike, lakini kumbuka pia kucomment, lakini nikuombe usubscribe kwenye YouTube channel hiyo kama hujafanya hivyo. Hapo kwenye simu yako kuna mahali pa kubonyeza, angalia tu hapo chini utaona. Karibu, endelea kuniombea na huduma ya Nuru Ministries ambayo tunaendelea kuifanya kwenda vijiji kwa vijiji. Ndani ya mwezi huu wa 4, siku sio nyingi tutakwenda kuianza. Basi endelea kutuombea tukawe na nguvu za Mungu katika kazi hiyo na mapenzi ya Mungu yakatimizwe. Na karibu kushiriki, na hata wale wanaohitaji kuachilia sadaka zao, namba au chombo cha sadaka utakiona hapo kwenye simu yako. Kuna namba ya simu ambayo utaiona. Karibu sana. Namba hizo ni ya Airtel na ya Voda. Ya Airtel ni 0787 62 75 91, lakini pia namba ya Vodacom ni 0762 282 439. Nairudia tena ile ya Airtel 0787 62
7591 na ile ya Vodacom ni 0762 282 439. Jina ni Eli Mlinzi Mbise. Eli Mlinzi.